kuzingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Si rahisi kuongelea kuhusu huyu Baba Mfumbusa. Nilimfahamu kama Padri Bernardine Mfumbusa, padri aliyekuwa na akili nyingi. Yeye hakubobea tu katika taaluma yake, alienda mbele zaidi. Kuna siku nilimwomba awe kama mgeni rasmi katika conference ya manunuzi na atoe mada fulani. Father Mfumbusa wakati ule akaanza utafiti, sijui alitoa wapi hayo mawazo. Hiyo conference iliyokuwa Arusha ilisisimua wengi. Father Mfumbusa aliongea kuhusu maadili ya ununuzi wa umma. Alivyomaliza nikasema, padri, wewe sio tu wa communication, lakini ni nyanja zote. Ingawaje alikuwa mtu mwenye akili nzuri sana, alikuwa mnyenyekevu kabisa. Nakumbuka kila siku Father Mfumbusa tukiwa karibu kwenye ofisi zetu, alifika asubuhi na anakuja kwangu, yeye kama kiongozi wangu, lakini kila siku alifika pale anasema, tumsifu Yesu Kristo mama, umeamkaje? Sio kila kiongozi anakuwa na unyenyekevu wa aina hiyo. Father Mfumbusa namkumbuka siku alipoteuliwa kuwa askofu wa Kondoa. Sala niliyoisali siku hiyo, sijui kama ni sala ambayo ilienda kwa Mungu moja kwa moja. Nilisema, Baba Mtakatifu, kwa nini umetuonea hivi? Kwa nini unamtoa Father Mfumbusa? Lakini ni mapenzi ya Mungu. Baada ya kutoka sauti, yeye ametoka na mimi nimetoka, Father Mfumbusa akiwa askofu sasa, Askofu Mfumbusa aliendelea kuwa karibu nasi. Alipokuwa anafika kwetu huko Bukoba, hakusahau kuleta divai na akarudi na senene. Alipenda sana senene na tulihakikisha karibu kila msimu tunamtumia kidogo. Anashukuru, utafikiri amepewa kitu kikubwa. Alikuwa anathamini kila mmoja, mkubwa na mdogo, mfagiaji na sijui profesa wa aina gani. Huyo ndiye askofu ambaye tunamzika leo, Askofu Bernardine Mfumbusa. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.